sisi ofisi ya Rais TAMISEMI katika kipindi cha miaka 61, halmashauri hii ya Ukerewe ni moja ya halmashauri ambazo kwa hakika zina historia ya kunufaika kwa miradi mingi sana ya maendeleo kwa ajili ya huduma za jamii, kwa ajili ya miradi ya kiuchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana. Leo ulipofika hapa, mradi wa kwanza ulikuwa ni kukagua ujenzi wa hospitali kubwa ya rufaa ya wilaya hii ya Ukerewe. Na naomba niwaambie ndugu zangu wananchi wa Ukerewe, ninyi mnaingia kwenye historia ya wilaya 3 tu katika nchi yetu ambazo zina hospitali kubwa ya rufaa ya mkoa. Na wilaya hizo, ya kwanza ni wilaya ya Temeke ambayo ina hospitali ya rufaa ya mkoa. Wilaya ya pili ni halmashauri ya wilaya ya Kinondoni ambayo ina hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala, na wilaya ya tatu ni wilaya ya Ilala ambayo ina hospitali ya rufaa ya Amana. Na ninyi Ukerewe mnaingia kwa wilaya ya 4 ambayo ina hospitali ya rufaa ya mkoa. Hongereni sana sana kwa hatua kubwa mliopiga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan siku zote amekuwa na mapenzi makubwa na wananchi wa Ukerewe na mkoa wa Mwanza. Na ndio maana alituelekeza ofisi ya Rais TAMISEMI kuhakikisha kwa aina ya jiografia ya wilaya ya Ukerewe lazima tuboreshe miundombinu ya sekta ya afya kwa lengo la kuhakikisha wananchi wa Ukerewe, ninyi ndugu zangu, mnapata huduma za afya karibu na makazi yenu. Mheshimiwa mbunge amesema na Mheshimiwa viongozi waliotangulia kusema wamesema kwamba katika kipindi hiki cha miaka 4, ndugu zangu, mmevunja rekodi katika sekta ya afya. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza tunatekeleza miradi ya vivuko 5 ambao vivuko 5 hivyo, vivuko 2 vitakuwa hapa Ukerewe ambavyo tayari kimoja tumekibatiza jina ambayo ni Ukerewe, kingine tayari pia ambayo kitaoperate hapo, kitafanya kazi hapo Mkono. Vyote hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu viko katika 95% na kuendelea, na hii ni kuonyesha pia kuwa sasa shida na changamoto ya vivuko hapo Ukerewe inaenda kutibiwa kwa 100%. Muungano wetu huu ni dhamana tuliopewa na walezi wetu, viongozi wetu waliotangulia katika taifa hili. Lakini pia muungano wetu huu ni heshima kwa Watanzania wote. Na ndio kwa sababu leo Watanzania popote wanapotembea ndani ya nchi na nje ya nchi wanatembea vifua mbele. Kwa nini? Tumeungana na tumelijenga taifa limara, taifa lisiloyumba, taifa lenye watu wasiokuwa na ubaguzi, taifa ambalo linapata mafanikio kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya nchi, bara na visiwani. Lakini pamoja na dhamana hii na heshima hii, muungano huu ni miongoni mwa tunu za taifa hili ambayo kila mmoja, kila Mtanzania anapaswa kwanza kuilinda, kuienzi na kuisemea popote utakapokuwa, kwamba muungano huu ndio jambo tunaloringia, linatufanya kuwa wamoja na linatufanya kupata maendeleo na linafanya kila mmoja kuwa huru ndani ya nchi yake. Ujenzi umeshaanza, mkandarasi yupo. Nimemhoji huu ni mradi wa ngapi kwa ukubwa kama huu. Anaambia na uzoefu wa kujenga miradi kama hii, huu ni mradi wa 4. Na imani atajenga kwa viwango tunavyohitaji. Na imani atajenga kwa kipindi tulichokubaliana. Nimemuuliza kama ana shida ya pesa. Amesema hana tatizo la pesa. Kwa fedha ilishakuja na amelipwa, anayo. Na ndio kwa sababu yuko hapa. Nataka niwaambie kama nilivyomwambia mkandarasi, vibarua, mafundi wa ufundi wa kawaida watoke hapa hapa Ukerewe wajenge.
Miradi mikubwa kama hii ina malengo makuu matatu. Moja, pamoja na kutoa huduma ya mradi huu kukamilika, lakini mradi huu unapoanza kujengwa, tunatengeneza ajira kwa wananchi wa eneo hilo. Kwa hiyo wanakijiji mlioko hapa, wana Ukerewe, fursa ni hii ya kuja hapa kuomba ajira, hata zile ndogo ndogo za kawaida. Ziko ambazo unahitaji usomi sana huko, hizo tumemruhusu kwa kiasi kidogo sana, lakini hizi nyingine zote hizi, wana Ukerewe wanajua kujenga, wana Ukerewe wanajua kupinda nondo, wana Ukerewe wanajua kuchanganya zege, wana Ukerewe wanajua kukimbiza zege. Kwa hiyo tumeshazungumza na mkandarasi afanye hayo, na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, simamia ujenzi huu. Wana Ukerewe, leo tulikuwa tunasherehekea muungano, tukiwa awamu ya 6, tumeendelea kupata mafanikio makubwa. Mafanikio haya tunayoyapata sisi wana Ukerewe, nyie mnajua tuko toka Ukerewe na mahali tulipo. Kila awamu inakuwa na mabadiliko makubwa. Awamu ya 6 na yenyewe imetupa mabadiliko mengi. Wilaya hii katika kipindi hiki cha awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumepata mafanikio mengi na mabilioni ya pesa yameingia Ukerewe, yametekeleza miradi mbalimbali kwenye elimu, kwenye afya, kwenye maji, lakini pia mawasiliano kwa maana ya barabara, lakini pia na sekta nyingine muhimu. Nataka niwaambie, unaweza kufanya ulinganifu tulikotoka. Sasa hivi inakupa matumaini kwamba tunaenda mahali pazuri. Wana Ukerewe, hospitali yetu ya mkoa ikikamilika, huna haja ya kusafiri kutoka hapa kwenda Sekuture tena, kila kitu kinaishia na Nsio. Dr. Samia oye! Dr. Samia oye! Haya ndio mafanikio ambayo lazima tuzungumze na lazima turingie wana Ukerewe. Mama Samia oye! Ukerewe oye! Najua tunamaliza sasa miaka 5. Kazi kubwa imefanywa na rais wetu, ndio kiongozi wa serikali, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Huwezi kumtenganisha Dr. Samia Suluhu Hassan na mafanikio ya Ukerewe.